Rafiki mpendwa na mtazamaji, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia masomo haya. Ubarikiwe na Bwana. Tunakuja tena siku ya 3 ya wiki yetu hii ya maombi kuhusu maendeleo, na kabla ya yote tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwani unatupenda. Endelea kumbariki yule mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia masomo haya kwa jina la Yesu Kristo, amen. Jana tulikuwa na somo liliongelea kuhusu je, mtu mwenye imani anaweza kupanga? Tukapata jibu ilikuwa ni ndio. Mungu anabariki mipangilio yetu, mapenzi yake yanatimilika mahali ambako tumekuwa tumepanga. Leo pia kuna fundisho la pekee linasema Mungu na kupanga muda maishani. Hiyo ndio kichwa cha somo, Mungu na kupanga muda katika maisha. Wanatupatia fungu kuu ni katika Zaburi 19 aya yake ni ya 12. Zaburi 19 aya ya 12 inasema, utufundishe kuzihesabu siku zetu tupate moyo wa hekima. Utufundishe kuhesabu siku zetu tupate moyo wa hekima. Mungu abariki neno lake. Mpendwa, namna Daudi alitoa ombi hili ni kwamba ukitazama sana, kitu cha msingi sana katika maisha ya mwanadamu na kitu ambacho tumepewa na Mungu kwa wakati mmoja, Mwafrika, mtu wa Ulaya, mtu wa sijui wa Asia, Muamerika, tajiri, maskini, utajiri mmoja ambao tumepewa unaitwa muda. Na kile ambacho kinatofautisha ni kwamba tajiri ana namna yake ya kupanga muda na maskini ana namna yake ya kupangia muda wake. Ndio maana na leo sasa kuna muda tunatumika katika muda. Tukitembea tunatembea ndani ya muda. Tukikula tunakula ndani ya muda. Mtu akiwa tajiri ni namna yake alitumia muda. Yaani mipangilio yetu inaendana na muda ambao tumekuwa nao, namna ambavyo unatumia muda wako. Sasa swali ya msingi, wakati kila mmoja wetu hapa, kila mtazamaji una miradi imepangwa namna gani? Unaweza kupangia namna gani miradi yako katika muda? Kuna kundi 3 namna ya kupangia miradi, ni kundi 4 namna ya kupangia miradi katika muda. Mradi wa kwanza unaitwa yaani aina ya miradi, namna ya kufanya miradi katika muda. Kuna miradi ya muda mfupi. Miradi ya muda mfupi ni ipi? Ni miradi inayofanywa kwa muda mfupi, kwa ujumla kuanzia siku chache hadi miezi michache, na ambayo haizidi mwaka mmoja, yaani mwezi mmoja, miezi 2, 3, 6. Hiyo ni miradi ya muda mchache. Kama kwa mfano kupanda maharagwe, hiyo ni muda mchache, haifanyi mwaka kwenye udongo. Kama kupanda mahindi, hiyo ni miradi ya muda mchache. Biashara, wafanyakazi wa mshahara, ufugaji wa kuku, hiyo ni miradi ya muda mchache. Yaani utakuta kwamba hiyo ni muda mfupi tu, ni muda mfupi. Yaani ni miradi ya muda mfupi, inaitwa miradi ya muda mchache. Kundi la pili la miradi kwa kupangia muda kulingana na muda, kwa kupangia miradi kulingana na muda, kuna kundi la pili ya miradi inaitwa miradi wa muda wa kati. Mradi wa muda wa kati mara nyingi kati ya mwaka mmoja ama miwili. Yaani miradi wa muda michache wa muda wa kati ni kwamba hiyo kundi la pili ni kwamba ni mradi wa mwaka mmoja ama miaka miwili. Hii inaenda mwaka mmoja, miaka miwili. Yaani unapofanya planification yako, unapofanya miradi zako, jiulize huu ni mradi wa muda mchache mfupi, miezi, mwaka utaisha. Muda wakati mwaka mmoja, wa pili hii miradi inaendelea. Kundi la 3 la namna ya kupangia miradi, yaani hii miaka miwili mitatu, inaweza kuwa sijui ni kazi zako kuzalisha riba. Miradi hiyo ya muda wakati, sijui unaweza ona mipangilio yako namna imepanga. Jambo la 3 katika miradi ni mradi wa muda mrefu. Mradi wa muda mrefu huchukua muda mrefu, kwa ujumla zaidi ya miaka 2 hadi 5. Hii naona mirefu. Unasema hii proje yangu, mpangilio wangu, mradi wangu utafanya zaidi ya miaka 2. Hiyo ni ya muda mrefu. Kuna kundi la 4 la kupangilia kulingana muda miradi
unakuta miradi ya muda mrefu sana, yaani inapita hata miaka 5 na kuendelea. Sijui umepanda miti, nasema hii baada nimezaa mtoto, miti hii itasaidia kulipa ada za shule ya mtoto huyu. Hiyo ni ya muda mrefu sana, na kuna wakati sasa wengi wanapitia chini kwa kuanja kwa muda mrefu sana kuliko kwa muda mchache. Unaanja kwa muda mrefu sana na uyatafakari muda ule mfupi, na utakuta wengi wamekuwa maskini. Alibarikiwa na shamba, anasema nitaweka kwenye shamba miti. Sijui watoto watalipa miti shuleni, watoto watakula miti, sijui yule mgeni atakula miti, dawa utaenda kwenye dawa utakula miti, sijui utapeleka kwenye hospitali utapeleka miti, vitaenda namna gani? Anja ona, jiulize unaanja wapi? Katika kuendelea na somo hili, tunakaribia kwenda kufunga. Sasa mipangilio hii yote ambayo yameunganishwa katika vikundi hivi vinne, muda mchache, muda mfupi, muda wakati, muda mrefu, muda hivi ambavyo tumeviona hapa, kuna kupanga inaenda kulingana na umri. Kuna kupanga kwa muda wa wakati wa utoto. Hiyo kupanga wakati wa utoto, mipangilio inayoonekana sana hapa katika wakati wa utoto, miaka ya kwanza mpaka miaka 12 ni muda ambao mtu anajifunza, ni muda wa mafunzo, kujifunza vitu vipya, kuweka kichwani mambo mapya. Yaani hapo ndipo mtu anaingiza tabia njema, tabia nzuri, tabia mbaya, vyote vinaingia kwenye muda huo wa miaka ya utoto. Kuna mwaka mwingine ni mwaka wa ujana. Mwaka ujana miaka 13 hadi miaka 13. Hiyo ni muda wa kujiandaa katika maisha ya uzee. Yaani mtu unajiandaa kumkubali Mungu. Hapo ni muda wa kumkubali Mungu kuwa na Bwana wa Mwokozi wako. Ni muda wa kuandaa maisha yako kwa ajili ya kusaidia uzee wako. Muda mwingine ni muda wa miaka ya utu uzima, kuanzia miaka 13 kupanda. Hiyo muda sasa, shughuli hii ni shughuli ya pekee sana. Hiyo ni shughuli ya pekee sana ambayo inabidi kila mmoja itafakari. Kuna wengi kulingana miaka hii wameharibu miaka yao, wameharibu planification zao, wameharibu maisha yao. Ndio maana swala msingi, mpendwa mtazamaji, unatengenezaje maisha yako kwa kulingana miaka hii? Pima kujiuliza na umwombe Mungu akusaidie